Lakini lazima tujue kwamba tunahitimu kwenye wakati ambao ulimwengu una changamoto ya ajira, sio nchi. Ulimwengu una changamoto kubwa sana ya ajira, katikati ya matumaini makubwa sana ya vijana wanaohitimu, katikati ya matumaini makubwa sana ya wazazi wenye watoto, na katikati ya matumaini makubwa sana ya jamii, kwamba mtoto amemaliza, jamii inategemea aingie kwenye ajira. Kwanza ni waombe msio wachaguzi, kwa sababu tumepata changamoto ya ambao wanamaliza, Mungu anawekea mkono, anapata nafasi ya kuajiriwa, anaenda anaichezea, anapangiwa Ludewa, Lugalawa, anasema mimi naumwa figo, Lugalawa siwezi kwenda. Anatafuta kila namna. Wengine wamefikia mahali pa kufunga hata ndoa feki, apate cheti cha ndoa cha kupeleka utumishi, kwamba namfuata mume wangu, kumbe hana mume. Sasa tulijue hilo, kwamba ikitokea mpata nafasi, hebu ishikilie. Umepata kwenye taasisi binafsi, umepata kwenye taasisi ya umma, umepata mahala popote pa kujishikiza. Nawaambia watumishi wakati wote, stawi ulipopandwa. Lakini alikuja hapa kuzungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya, akiwaambia huko mtaani tuna vyeti ambavyo havina ubunifu. Na nimeangalia pale kwenye maabara, nikawa naangalia sasa ubunifu tunaupataje? Kwa sababu sisi wenyewe tunaofundishana ni kama tunaua ule ubunifu. Ubunifu. Mimi naamini tukifanya maboresho ya chuo kwenye ile maabara, ubunifu unawezekana. Na ndio maana nimeuliza pale kwenye ile maabara ya chuo cha mtu anayefanya clinical medicine na mtu ambaye alikuwa ni scientist O level na A level anashinda maabara, utofauti wake ni nini? Kwa hiyo nikaambia nadhani kitakachotofautisha tukifika mahala ambapo, yani kwamba nisome nadharia O level, nisome nadharia za sayansi A level, na nazoa zile nadharia kwenye maabara za O level na A level, nikija kwenye chuo nione end product. Kwa nikamwambia pale mwakilishi wa wizara kwamba hebu tufikie mahala ambapo tutashauri vyuo kule kwenye maabara ambazo wanafunzi wa vyuo vya tiba wanafanya majaribio namna kutengeneza madawa, asiishie tu kwenye nadharia na kufanya rejea ya kitabu cha baraza la famasia. Tufikie mahala ambapo, kwa sababu duniani teknolojia za kutengeneza madawa zimeanza kuwa zingine nyepesi ndogo tu. Unajua ukienda nchi kama Ujerumani, viwanda vya kutengeneza vinywaji, huku sisi ndio unakunywa Serengeti kutokea Dar es Salaam, unakunywa Kilimanjaro kutokea Dar es Salaam. Lakini baadhi ya nchi unaweza kuona kinywaji cha Lugalawa tu. Mpaka mwaka 98 maji ya kunywa official drink ilikuwa ni Kilimanjaro, yatoke Moshi yanaenda nchi nzima. Lakini dunia ilivyoendelea kuwa nyepesi kwenye teknolojia, unapata maji ya Kipengere Njombe, maji ya kunywa Ndanda. Sasa hivi karibu kila mkoa unatengeneza maji yao ya kunywa. Kwa hiyo kuna vitu kwenye sekta ya afya ambavyo mwenyekiti wa bodi ya chuo cha Lugalawa akiamua kuviwekea kipaumbele, vinaweza kusaidia baadhi ya shughuli za chuo kujiendesha. Kwa mfano kutengeneza drip za wagonjwa. Nadhani karibu hospitali nyingi za mikoa wanatengeneza. Naamini hata pale Ikonda wanatengeneza. Sasa kama Lugalawa ina wanafunzi wake 1150 na najua ile teknolojia kutengeneza drip za wagonjwa ya matumizi tu ya kwenu hapa haizidi milioni 30. Lakini maana yangu nachokitafuta hapa ni kwamba huyu mwanafunzi angalie concept yatokenayo kwamba kumbe kutengeneza maji ya wagonjwa drip ni hivi. Kwa hivyo kumfundisha tu kwenye formula, unachukua hiki unafanya hivi kama tulivyokuwa tunafundishana kwenye TV. Hapa TV. Alafu hapo unabonyeza. Unabonyeza pale. Lakini TV haioni. Unamchorea pale remote, umeweka hapa hii red. Ukibonyeza hapa unazima, ukibonyeza inawaka. Leo TV ipo. Nadhani ufundishaji ni rahisi zaidi. Kwa nini nimeangalia baadhi ya vitu vidogo vidogo. Tusiogope kufunga
Nadhani kwamba siku moja baba askofu akija hapa tukamwambia jengo hili wanafunzi wanapojifunza nadharia wakija kwenye vitendo wanaona matokeo. Kwa mwisho wa siku hii ni aspirin, mwisho wa siku hii ni panado, mwisho wa siku hii ni IV infusion, ni drip ya mgonjwa anaiona. Nadhani inaweza ikasaidia watu pia kufikiria mara mbili mara tatu.